Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 12 ya mwezi Februari mwaka 2024. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubuni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Lowassa alikuwa kila kona. Viongozi wa dini Warioba waguswa uzalendo usimamizi. Ruto atoa pole, Mbowe amsifu ujasiri. Karume asema ni pigo Zanzibar. Kuagwa daa kesho Samia kuongoza maziko Jumamosi. Habari kwa urefu zaidi ni katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3, ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Samia Papa Francis kukutana leo. Habari katika ukurasa wa 18. Ajali bodaboda zaongeza wagonjwa wa kifafa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Majaliwa ataka kasi miundombinu kuvuna maji. Habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti hili likipambwa na habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Dr. Philip Mpango akimfariji Regina Lowassa, mjane wa waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa, alipowasili nyumbani kwa familia hiyo Masaki, Dar es Salaam. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele 1953 hadi 2024. Friends of Lowassa wafunguka, waeleza kilichomsukuma kuhama CCM kwenda upinzani. Karamage asema nyakati hizo si za kujirudia, chama kisimune mtu yoyote. Milima mabonde, safari ya Lowassa kusaka urais. Habari katika ukurasa wa 4, ukurasa wa 5 pamoja na ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Februari 17 tarehe Lowassa atazikwa kijini kwake Ngarash wilayani Monduli. Gazeti hili linayo nukuu ya Nazir Karamage, mwenyekiti wa CCM Kagera, akisema tujaribu kufuata taratibu zetu zote za chama wakati wa uteuzi. Tukionea tutapata upinzani ndani ya chama. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4, ukurasa wa 5 pamoja na ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mahojiano maalum. Zito mkomalia Rais Mwinyi utekelezaji serikali umoja wa kitaifa. Siku chache baada ya kuwepo tetesi za ACT Wazalendo kutaka kujiondoa serikali ya umoja wa kitaifa, kiongozi wa chama hicho Zito Kabwe amesema kwa sasa macho ya chama hicho yapo kwa Rais Hussein Mwinyi kukamilisha. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Magari 10 yagongana, wawili wajeruhiwa, ziara ya Makonda ikikatishwa. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lowassa aligusa roho za Watanzania wengi, atakumbukwa alivyosimamia ujenzi shule za kata. Aliitoa Chadema katika siasa za wanaharakati, mvuto wake ulikuwa tishio kwa JK. Habari katika ukurasa wa 4. Historia yaandikwa Papa Francis, Samia Vatican. Habari katika ukurasa wa 4. Lowassa kuzikwa Jumamosi, taratibu zingine kesho. Habari katika ukurasa wa 4. Kasi ya Samia yavutia wapinzani, Sonia atimkia CCM. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti Majira limeandika Majaliwa agiza uvunaji maji ya mvua. Habari katika ukurasa wa 3. Tamasha la NMB la tikisa wazindua kampeni mpya. Habari katika ukurasa wa 8. Idadi ya waliouawa Gaza yafikia 28,000. Habari katika ukurasa wa 19. Rais Samia alivyopeleka neema kwa wakulima wa tumbaku Tabora. Habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni upekee wa Lowassa. Vigogo pande zote waibuka na kauli za kushtua. Samia kuongoza maziko Monduli.
Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Samia wa Vatican kuteta na Papa ambatana na kikosi cha Katoliki Tanzania. Habari katika ukurasa wa tatu. Gekul aitwa korti kuu rufani madai ya udhalilishaji. Habari katika ukurasa wa 19. Sababu mpya vyura Kihansi kutorejeshwa eneo la asili. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Akaunti ya NMB bila makato ya mwezi yapokelewa kwa shangwe. Habari katika ukurasa wa 8. Mwalimu matatane kutoza michango ya madawati. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika klabu anazoweza kwenda Van Dijk. Habari katika ukurasa wa 21. Yanga Sports Club kileleni raundi ya kwanza. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lowassa kuzikwa Jumamosi Monduli. Rais Dr. Samia kuongoza mazishi kijijini Ngarash. Kesho wananchi Dar es Salaam kumuaga Karimjee. Kesho kutwa ibada takatifu ya kuagwa itakayofanyika katika kanisa la KKKT la Azania Front. Alhamis mwili kuagwa viwanja vya Sheikh Amri Beidi mkoani Arusha. Viongozi wanasiasa wazidi kumlilia Makamba ajikumbusha alipomtaka jiuzulu kwa kuboronga ujenzi wa barabara. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Viongozi wa dini watakiwa kuhamasisha uchaguzi mitaa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwarobaini ukame wa maji kupatikana. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. CCM yaingilia kati malalamiko ya wakulima Ruvuma. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. TAKUKURU yachunguza miradi ya bilioni 430 iliyotelekezwa Tabora. Habari katika ukurasa wa 5. Jumuiya ya wazazi yatakiwa kuongeza wanachama CCM. Habari ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Kasi ya NMB haikamatiki. Habari katika ukurasa wa 5. Zaipuna asema lengo ni kuinua wananchi kiuchumi. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Tanzania Leo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lowassa kuzikwa Monduli Jumamosi, ratiba rasmi kuanza Jumanne. Habari katika ukurasa wa 3. Ziara CCM zasitishwa. Makonda akishauri Chadema kusitisha matukio. Habari katika ukurasa wa 3. Samia kuanza ziara ya kihistoria Vatican leo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Haki ya kuabudu itaendelea kulindwa mpango. Habari katika ukurasa wa 2. Kasi ya Rais Samia yamvutia mbunge CUF ahamia CCM. Habari katika ukurasa wa 3. Maboresho sheria ya fidia kwa wafanyakazi yaja ndani chako. Habari katika ukurasa wa 4. Utendaji MSD waikosha JKCI wadonokiwa tuzo. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Edward Ngoyai Lowassa mwendo ameumaliza. Alizaliwa mwaka 1953. Aliingia katika siasa mwaka 1985. Aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwaka 2005. Aligombea urais mwaka 2015. Amefariki tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2024. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Majaliwa Rais Samia ataongoza mazishi ya Lowassa Februari 15. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Dr. Samia uso kwa macho mazungumzo na Papa Francis Vatican. Habari katika ukurasa wa 3. Kasi ya Samia ya mvuta mbunge mstaafu wa CUF ni Sonia Magogo aliyekuwa mbunge viti maalum sasa ahamia CCM. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele Jumatatu ya leo. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika happy birthday Yanga. Mashabiki wajichana keki waipasua Prisons kujimarisha kileleni. Habari katika ukurasa wa 2. Matokeo ikiwa ni Yanga 2 Tanzania Prisons 1. Benchika Kamua Chama Saida wapewa msala. Hasila zote kwa Geita nao wajibu. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ijayo ni Geita vs Simba leo Jumatatu saa 10 kamili jioni CCM Kirumba Mwanza. Gazeti hili limeandika Inonga aweka historia AFCON. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Kadi ya Blue yapigwa stop. Habari katika ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika ligi kuu leo Jumatatu la Crystal Palace vs Chelsea, mchezo unapigwa saa 5 kamili usiku.
Lenye pia gazeti hili linayo hadithi ya Kiranga Komo sehemu ya 26 katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti za sport, michezo, burudani na utalii lenyewe limeandika Yanga kazi inaendelea, yaitandika Prisons 2-1 Sokoine, Gamondi asema wataisoma. Benjika aigamia Geita, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dabo mbio za ubingwa zipo wazi, Philips amshukia Guardiola, habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti za sport. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga birthday na ushindi, Simba waibania Geita Gold leo. Nape mwenyekiti wa tuzo za TASO, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. GSM kufadhili ujenzi wa uwanja Yanga, habari katika ukurasa wa 23. Watu bilioni 2 washuhudia AFCON, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti Nipashe ya mwanga wa jamii lenyewe limeandika Yanga Sports Club kileleni raundi ya kwanza, Pacome aweka kamba ya 4 ligi kuu, huku yao Kwasi agemfikia Kipre Junior wa Azam FC, kwa habari katika ukurasa wa 23. Simba wahidi furaha kubwa leo, waonywa, habari katika ukurasa wa 23. Chelsea sasa yapania kumtoa De Jong, Baka, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwako tuchagua, asante kwa kuwa nasi.